tunasimama sote kaunti Kakamega kwa udugu na ushujaa wetu, kuboresha tamaduni na uchumi wetu. Mungu ibariki kaunti yetu. Tunasonga mbele tukijenga kaunti yetu, mazingira yetu yapendeza na Hili bunge lilikaa chini likiongozwa na hawa wajumbe wetu, na likakaa chini likaangalia maslahi ya wananchi ambao wako kule mashinani na haja ama mahitaji ambayo wale wananchi wako nayo huko mashinani, na wakaja na huu mswada. Ndio maana tumeuleta mbele yenu kama vile ilivyo utaratibu ya kwamba nyinyi kama wananchi, nyinyi kama washikadau kule mashinani muweze kuchangia na kuongeza ama kuondoa maoni ambayo yamewekwa katika huu mswada. Tukiangalia katika ukurasa wa mwisho kuna summary, the memorandum of objectives and reasons. Inasema the bill seeks to provide for the establishment of the Kakamega County Rural Water and Sanitation Corporation, to make provision for the roles of the corporation and related matters in further reference of the 4th schedule of the Constitution, and for connected purposes. This bill is divided in 3 parts. Yani mswada huu umegawanyika katika vipengee vitatu ama katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza tunaona ni kwamba ni utangulizi, ama it provides preliminary issues including short title, interpretation, as well as object and purpose of the bill. Yani sehemu ya kwanza ni utangulizi na kusudi na malengo ya mswada huu ambao umeletwa mbele yetu. Sehemu ya pili inaongelea kuhusu it establishes the Kakamega County Rural Water and Sanitation Corporation, providing functions and powers of the corporation. The main function of the corporation being the provision of water and sanitation services in rural areas within Kakamega. Ati malengo kuu ya huu mswada ni kuweza kuhakikisha ya kwamba maji yamefika mashinani kwa wale wa mama na kwa wale wananchi wa mashinani wamepata maji safi, na pia usafi umewezwa kuzingatiwa kule mashinani. Hilo ndio kusudi kuu la huu mswada. Part 3 ama sehemu ya 3 provides for financial provisions relating to the funds of the corporation and the corresponding reporting and accountability for the funds. Hii inaongelea kuhusu jinsi ambavyo fedha ambazo zitawezwa kufadhili huu mradi zitakavyo tumika, yani mipangilio ya matumizi ya fedha ambazo zitaweza kurun hii program. Nafikiri katika hizo sehemu 3 utaona ya kwamba summarize everything. Aya, tuende katika utangulizi. Page 3. Page 1 and page 2 inaongelea kuhusu the content, yani vile vipengele ambavyo viko ndani ya huu mswada. It gives you the content. So ukitaka kuona mahali penye sheria fulani inasema nini, ukienda kwa content na page unapata haraka. So page 3 inaongelea kuhusu utangulizi. Katika utangulizi kuna the short title. This act may be cited as the Kakamega County Rural Water and Sanitation Corporation Act 2019 and shall come into operation on publication. Ati ya kwamba huu mswada ni mswada wa Kakamega County wa maji mashinani na umetengenezwa mwaka wa 2019, na huu mswada ukishachapishwa na kuletwa mbele yenu na kukubalika unaanza kufanya kazi. Alafu sasa tukifuata kuna interpretations, na katika interpretations wala ambao mko na huu mswada mikononi mwenu utaona kwamba kuna maneno ambayo wamejaribu kufafanua.
Hayo maneno ni kama chief officer. Chief officer ni yule afisa mkuu ambaye anasimamia idara ya maji. Kuna mambo mengi ambayo yamekuwa explained. Najua mtapitia hiyo na mtaweza kupata the wordings that are there. Tukienda ukurasa wa 4, kuna object and purpose. The object and purpose of this act is to establish the Kakamega County Rural Water Sanitation. Kama tu vile nimewaambia, kusudi ya kwamba lazima, kusudi ya huu mswada ni kuhakikisha kwamba ama wajumbe wenu wamepigana kuhakikisha kwamba wamewaletea maji kule mashinani kama vile mliwatuma kufanya. So wakileta huu mswada mbele yenu ni kujaribu tu kufanya majukumu ambayo mliwatuma kufanya, ili waweze kuhakikisha kwamba mmepata maji na hayo maji ni safi na pia usafi unazingatiwa kule mashinani. Hiyo ndio kusudi ya huu mswada. Part 2. Tukienda part 2 katika ule ukurasa tu wa 4, establishment, functions and powers of the corporation. Inaongelea kuhusu establishment, yani kuweka ile hali ya kuintroduce huu mswada mbele yenu na mamlaka ya huu mswada na hata the functions, yani makusudi ya huu mswada. Kama tu vile nimwambia kwamba makusudi yake si mengine, makusudi ni kwamba tupate maji. You know, makusudi ni the aftermath of what you are looking for. What is the aftermath of the project you are doing, or what is the profit of it all? Baada ya kwanza huu mswada, lengo lako unataka upate nini? Ndio unaona nyinyi wananchi mtakaa hapa muambie fanyeni yote mtafanya, lakini mwisho wa yote tunataka nini? Maji. So hataki kujua nini kitakuwa katikati, but at the end of it all we want to see water. Hiyo ndio kusudi na nini la huu mswada. Functions of the corporation. Ama majukumu ya shirika hili. Unajua huu mswada umetengeneza shirika, na hili shirika ndio litasimamia huu mradi wa maji. You know, you cannot start a project minus a management team. So the management team comes under that corporation, and a corporation must have laws and regulations to be followed ndio uweze kufanya nini? Kuendesha huu mswada. The first function of the corporation, tukienda page 5, provide and manage water and sanitation services in rural area. Wale viongozi ambao watakuwa wamekaa katika hili shirika la maji, kazi yao itakuwa ni kuhakikisha kwamba maji yako wapi? Mashinani. Ingine ni kwamba implement the mandate of the county government in ensuring access to adequate, safe and affordable drinking water and sanitation for all in rural areas within the county. C. Support the county government in developing and rehabilitating rural water and sanitation infrastructure. Develop county assets for provision of water and sanitation services in rural areas. G. Promote innovations in water and sanitation technologies. D. Develop rural water and sewerage services infrastructure, including waterworks and public works. I. Develop awareness campaign strategies on sustainable use and management of water resources and sanitation services. J. Develop and maintain a water harvesting system to ensure provision of sufficient water within the rural areas. Hili ni shirika ambalo litaendeleza huu mradi. The management of the corporation shall vest in a board which shall consist of an executive chairperson appointed by the governor, non-executive chairperson appointed by the governor. B. Chief officer responsible for the water. Wale watu ambao watakaa kwa hiyo board. Chief officer responsible for water atakuwa, chief officer responsible for finance atakuwa, county attorney atakuwa, chief executive officer who shall also be an executive officer member atakuwa, alafu 4 members with relevant qualification appointed by the executive committee member. Hao ndio watu ambao watakaa kwa hiyo board ambayo itaran hili shirika la maji. So wananchi, kukiwa na maoni yenu
ya kwamba hii board imewekwa namna gani, you are free to air out your views over the same. Hivyo ndio hawa wajumbe walikaa chini na wakaonelea management board ikae. Alafu vipengele vyenye vinafuatwa inatuambia kuhusu jinsi ambavyo appointment ama kuwekwa hii board itakavyofanyika. Mkiangalia hapo chini, wala ambao mko na copies wamepeana utaratibu wa jinsi ambavyo selection of the appointment of the members who shall sit on the panel itakuwa. So wala ambao mna copies, I think you go through that because of saving of time. Alafu tukienda ukurasa wa 7 kuna qualifications of chairperson and members of the board. Qualification ambazo zimewekwa inasema a person shall be qualified for appointment as chairperson of the board if the person is, ati mtu atahitimu kukaa katika hiyo bodi kama huyo mtu ako hivi: A, holds a relevant degree from a university recognized in Kenya. Huyo mtu itabidi awe na shahada ya degree kutoka katika university ya Kenya yoyote hapa. B, has at least 7 years experience in management. Huyo mtu pia inapaswa awe na miaka 7 experience. Sijui experience ni nini? Ujuzi. Zaidi ya miaka 7 ndio awe qualified kukaa katika hiyo board. C, meets the requirement of chapter 6 of the constitution. Anahitimu yale mahitaji ya sheria ya chapter 6 ya katiba yetu ya Kenya. Na mnajua hiyo chapter 6 nasema inaongelea kuhusu integrity, mtu ambaye ni mweupe. But a member of the board appointed under section 61F shall hold at least a degree from a university recognized in Kenya and experience in leadership or management. Member of board, mmesikia kwamba lazima atakuwa na hiyo qualification, lazima awe na degree, mtu ambaye ana ujuzi, mtu ambaye ni msomi, mtu ambaye akienda kukaa chini kureason na wale wafadhili wenye wamekuja labda kuandaa kufadhili mradi fulani, anaweza kaa nao na aweke points zake ziwe zikubalike mbele yao. Ukiangalia hapo chini inaendelea kupeana hizo qualification, inapeana the term of office for chairperson and members of the board shall be 3 years and may be renewed for 1 further term upon satisfactory performance. Huyu jamaa wenye watakaa kwa board, term yao itachukua miaka 3, na kama amefanya vizuri anaweza ongezwa muhula wa kuhudumu tena. Secretary of the board, yani karani wa board. The board shall appoint a suitable qualified person or firm under the Certified Public Secretaries of Kenya Act to provide secretarial services to the board. Atu huyu karani ambaye atakuja kukaa katika hiyo board ya kurani maji atakuwa profession, mtu ambaye ana taaluma fulani, taaluma ya kufanya kazi ya ukarani. Na kitengo ambacho kitateua huyu karani kitatoka kwa board ambayo iko certified, board ambayo imeidhinishwa, ambayo iko na hiyo taaluma ya kuchagua makarani. Hawatapiki mtu yoyote ati wewe utakuwa karani, hapana. Kuna board, professional board ambayo unasema certified secretary board, hiyo ndio huyo anachagua. So the appointing authority will seek the advice of the certified board to appoint the secretary. Subcommittees of the board. Subcommittees of the board. Hizi kamati zingine ambazo zitafanywa ama zitaendeshwa chini ya hii board kuu ambayo imeteuliwa. The board may establish not more than 4 subcommittees to discharge the following functions affecting the corporation. Governance, yani governance katika hiyo hali ya kutawala, audit and risk,
compliance, finance, technical matters, strategy, human resource. Hiyo board itakuwa na hizo vitengo zote ambazo zitasimamia mambo ya utawala, mambo ya pesa, mambo ya audit, ya mahesabu, technical matters, ujuzi wa watu fulani katika, unajua maji inahitaji watu wa ujuzi kama plumbers na vitu vingine vyote. Sasa kutakuwa na subcommittees ambazo zitakuwa na watu kama hao. Kutakuwa na subcommittee inasimamia watu wa kurepair maji, subcommittee ya kuangalia kurani maji, subcommittee kuangalia mambo ya fedha ya kurani hiyo project. Hizo zitakuwa subcommittee under the main board. Haya, twende part 3 ambayo ni the last part. Financial provisions of the corporation. Funds of the corporation. Yani mambo ya fedha, mambo ya hela ya hili shirika. Funds of the corporation. The funds of the corporation shall consist of monies appropriated by the county assembly for the purposes of the corporation. Pesa ambazo zimetengwa na hawa wajumbe wetu katika bunge letu la Kakamega. Kuna pesa ambazo wanatenga katika bajeti ya kuweza kurani miradi kama hii. So huu mradi utapata pesa kutoka kwa allocation ya hawa wajumbe. Pia huu mradi utapata pesa kutoka kwa fees and charges for services rendered by the corporation. Fees and charges. Yani hii corporation, ili shirika likianza kurani, huu mradi wa maji ukianza kufanya kazi, kuna small fees and charges. Kuna ushuru kidogo, pesa kidogo ambayo itakuwa inatolewa ili kuweza kurani nini? Mradi. Mradi wa maji unaweza kuwa kama hapa Kakamega, na muone unaingiza maji, unaingiza pesa mzuri, na muone basi tunataka tufanye another income generating activity ambayo italeta pesa zaidi. Na mnakubaliana na board pamoja na serikali, mnaweka mradi fulani ambayo italeta tena pesa faida. Grants and donations to the corporation. Kutakuwa na grants, donations, kuna wafadhili watakuja, watapeana misaada yao katika hilo shirika. Lazima hiyo misaada ikipeanwa pia itumike vilivyo. Financial year. The financial year of the corporation shall be the period of 12 months ending on the 12th day of each year. Annual estimates. Before the commencement of each financial year, the board shall cause to be prepared estimates of the revenue and expenditure of the corporation for that year. Accounts and audit. The board shall cause to be kept all proper books and records of account of the income, expenditure, assets and liabilities of the corporation. The board shall prepare quarterly reports on the operations and administration of the corporation and provide to the executive committee member quarterly statements. Ati ya kwamba hii board ita prepare quarterly reports. Quarterly reports ni ripoti ambazo zinakuwa prepared every 3 months. Na hii report inasema jinsi ambavyo hilo shirika lina run. Inaeleza everything. Na itakuwa ikisubmitiwa wapi? Kwa ministry, kwa CEC, kwa ministry. Ili aweze kucheck kama serikali hii shirika la maji liko linaendelea namna gani. You know, quarterly reports helps us shape up. Kama kuna mahali tunaona hatuendi vizuri, hiyo report itasema. Kama kuna mahali inahitaji kuongezwa nguvu, report itasema. Na hivyo ndio itasaidia hata waziri ambaye anahusika kuweza kuweka hii board on toes ili iweze kufanya kazi ambayo inaonekana. Kwa na wakaguzi, watu ambao wanaitwa water inspectors. Water inspectors ni wakaguzi wa maji. Unajua maji inahitaji wataalamu. Na hawa wataalamu si tu mtu yeyote. Hatunapata pipe imepasuka kwa barabara. Unachukua hii rubber tube unaenda kufunga, hapana. Power of entry. An inspector or other authorized person appointed by the corporation may enter without a warrant on any land and inspect any water source located within or accessible from the land concerned in order to take any measures authorized under this act for the purpose. Huyu jamaa ambaye anaitwa water inspector akija kwa ground, huyo ni kama inspector wa shule. You know, inspector akija kwa shule hata kuambia mwalimu amkani, anakuja
impromptu, yani akupate kama jinsi ulivyo. Amelindwa na sheria. Sasa ukimbia huko unapanga, haya mtakupana na sheria. Ukiona hapo chini wame explain hata jinsi ambavyo ya kuconserve maji, jinsi ambavyo ya kusaidia mambo na pollution of that environment ya maji, imepeanwa hapo. Hiyo nini pekee vipi hapo vyote tutajisomea. Water tariffs. The corporation may levy tariffs and any other appropriate user charges for the purposes of supplying efficient water services. Ati hii corporation itakokuwa na mamlaka ya kupeana charges kidogo, ushuru kidogo kwa mambo na maji, ili iweze vile inaeleza, ili hii maji iweze kujilea yenyewe, ili hii mradi uweze kujilea wenyewe. Kutakuwa na some levies and tariffs, charges, ushuru kidogo kidogo ambayo tutalipia tu kwa maji na iweze kujilea. Uharibifu wa vyanzo vya maji. No person shall, without authority under this act, willfully obstruct, interfere with, divert or obstruct water from any water source or any other water source, or negligently allow any such obstruction, interfere, diversion or obstruction, or throw or convey or cause or permit to be thrown or convey any rubbish that, yani inaongelea kuhusu hakuna mtu ataruhusiwa kwenda kuchafua mazingira ya vyanzo vya maji. Disruptions or destructions of water infrastructure during construction. A person who disrupts or destroys water infrastructure during construction of public or private infrastructure or what shall repair such water infrastructure. Ndio nimewambia, kama wewe unalima na ipatikane umekata pipe ya maji, wewe mwenyewe you are liable kufanya nini? Repair. Permit for water works. Inaongelea kuhusu vibali vya kufanya kazi ya maji. Hii vibali lazima vitapeanwa katika ofisi ambayo imewekwa na ambayo inastahili kupeana vibali. Utaamka tu asa kwako na uamke uende tu kuanza kuunda maji from nowhere, hapana, hapo utashikwa. Lazima uwe na hiyo profession ya maji, uwe na makaratasi na uwe na ujuzi na uwe umesomea hizo taaluma. A person obstructs, interferes with or diverts water from any water course or water resource, or allows any such obstruction, interference or diversion. Yani kosa ambalo watu tunafanya sasa, na itakuwa ni kosa. Atukipatikana si hii ni source ya maji, wewe unaenda hii source iko inamwaga maji hapo, ndio wananchi wachukulia hapo maji na wewe unaenda una divert, unasema na isiingie kwa shamba yangu. Ni kosa kubwa sana. Even ndio inamaanisha you should not divert or interfere na hiyo source ya maji mali penye inaenda bila ruhusa. Another offense ni defaces, alters, removes or interferes with any water works falling under the jurisdiction of the corporation. Ati wewe unaanza kuinterfere na kazi ya maji ambayo imefanywa pale, like pipes, like mifereji, unaenda taka ungoe. Unajua kuna wengine wako tu na vichwa ngumu, ataka kungoa mfereji apeleke kwake. Na unajua hii mfereji inasabu wananchi. Hiyo utakuwa umefanya kosa kubwa sana. Na imeendelea kueleza ati ya kwamba mtu ambaye atapatikana akifanya hivyo atachukuliwa hatua za kisheria na utafungwa. Imepeanwa hata ukiangalia clause 2 hata imepeanwa aina hukumu ambayo utapata. Power to make regulations. The executive committee member may make regulations on any matter which is necessary or expedient to be prescribed for carrying out or giving effect to this act, without prejudice to the generality of subsection 1
the executive committee member may make regulations to prescribe guidelines for sanitation system and standards in areas. Ati ya kwamba power ama mamlaka ya kutengeneza sheria iko mikononi mwa executive committee member. Ana yale mamlaka ya kuweka sheria hizi ndogo ndogo za kuweza kugovern mambo na maji. Subcommittees of the board established under this act shall meet as directed by the board. Zile kamati za chini ambazo zimewekwa pale mashinani, ambazo hii board imewekwa, zitakuwa zikikutana kulingana na vile ambavyo board ambayo ni iko juu yao itakuwa ina direct. Chairman wa board anapiga aseme nataka board ya maji, board ya maybe Malaba kukae chini mtengeneze hii. Atakuwa na direct. 3. The chairperson may, with the approval of the executive committee member, call for a special meeting of the board, provided special board meetings shall not exceed 6 in any one financial year. Inapeana utaratibu wa jinsi ambavyo hii board itakuwa inaita mikutano. Si kuamka tu asubuhi na kuanza inatakala, hapana. Kutakuwa na utaratibu, kutakuwa na program, kutakuwa na schedule ya hizo mikutano. Na ukisoma mpaka inakuja mpaka 15 inaeleza jinsi ambavyo hiyo board itakuwa ina run hizo affairs. Kwa hivyo kwa hayo mengi ningependa kusema kwamba hivyo ndivyo huu mswada wa maji na mazingira umekadiria. Mimi naitwa Violet Asante, natoka Shinyalu. Nimesoma hiyo na nikaona kitu. A good project dies because haijawekwa sustainability strategy. Sijaona hiyo. Nataka nijue hii mradi wa maji ni service ama will you run it as a business? Because if it's a business, it will be self-sustaining. If it's a service, what is the strategy yenye mtatumia kuhakikisha it is sustained? Asante. Hii sio project. Hii ni sheria ya kulinda pahali chemichemi cha maji siko. Ama scheme za maji. Muona ngomle iwe. Ndenya muona ngomle iwe neno chiri project ta. Haya, bana basoma bareta kuelewana hapa. Haya. Naitwa Sylvester Ambani kutoka Central Butsotso Lurambi Sub County. Niko kwa project ile ya Eshisiru Water Project. Hapo tuko na shida. Shida yenye iko pale ni kwamba hii fees ambayo wanatoa kwa watu ati wanataka mtoe fees kidogo kidogo. Iko na shida sababu ya ile stima yenye iko pale. Kwa nini msitumie system ya solar kupamba maji kutoka hapo chini kwenda kwa tangu huko juu? Tunauliza kwa nini wewe usituletee contractor mzuri afanye hiyo kazi na nyinyi MCA ndio mnafanya? Asanteni. Maneno ya projects tukimaliza hii bill tutakuwa na board ndio itaanza sasa, tunaiweka hiyo board. Kwa nini project imesimama? Muda tumliwe kama tumeshatengeneza board ya kuangalia kwa nini project imesimama. Kwa hivyo kusimama hapa, angalia angalia nini ilikuwa kwa bill yenye unaona upatilishe. Especially nilikuwa namwambia muangazie first schedule ile yenye ile yenye ilikuwa kama tuko na water point ama scheme yoyote nimewekwa kwa area sio penyewe, ama hii yenye imewekwa nje. Sawa sawa. Murombi no, mimi naelewa vizuri. Editor no, you have identified where you put these things, but umukera akutayanga mataria bareranga kulori, where is it in this act? Yale yote ambayo imeandika kuhusu Nzoia ni sawa, isipokuwa kuna sehemu moja mmesahau ambayo imewekwa dispensary ya Yortis. Kuna maji ilichimbwa na kaunti lakini haijawekwa hapa. Number 2, ningependa kuulizana mambo ya experience. Naomba kwamba mngeangalia jambo la experience ya miaka 7 hii.
kwa sababu chenye mimi maoni yangu ni kwamba mungeona mchukue vijana wale wanaanza wawe kwa hizo kamati wakiendelea kusoma polepole wakiendelea, lakini mkisema tu lazima experience miaka 7 inakuwa ni shida. Naonelea kama ni vizuri mngefanya hiyo miaka 2. Asante. Mimi naitwa Boaz Mkaramoja, natoka Malaba Sub County, Chimuche Ward. Nikianza na Chimuche, mmeweka project ya Kakoi water project yenye iko East Kabras na sio Chimuche. Sasa labda mungeweka ya Muhonje water project yenye imechimbwa na Wachina pale, dispensary mpya inatengenezwa, na pia tutapropose zingine tukisha chungulia katika ward. And then nataka niulize, kuna ni maoni natoa, mmepropose ya kwamba wale wakina kamati wa board kuna 4 wenye watachaguliwa wenye sio directly related to the county, labda wakurepresent wananchi. Unasema ni sharti hawa pia wawe na degree, lakini maoni yangu ya kwamba kuna watu kule nje wenye wanaweza fanya hii kazi kurepresent watu kwa board na hawana degree, lakini mungeshusha iwe wawe na diploma, at least itasaidia kuwa na better representation. Na pia ni watu 4 tu mmetaja kuwa wachaguliwe, na tuko na 12 sub counties, so ingebidi labda mtueleze ama muangalie namna ya kuchagua hawa watu ili the whole county kuwe represented vizuri, kwa sababu mkisema 4 mnaweza chagua mtu kutoka Matungu, mwingine atoka Huisero, mwingine Mumias West na mwingine Lurambi, na hamtakuwa na makosa kwa sababu hamjaindicate hapa, na tunataka equitable representation. Now na pia Mheshimiwa Swaga Limera, ukianza uliuliza kama kuna anybody representing the civil society organization, na sijaona kwa board kama mmeweka any indication kwa kunaweza kuwa na representative from the civil society community or organization. Na propose ya kwamba kwa hii board mweke provision kukuwe na representative mmoja kutoka kwa religious society na representative mwingine kutoka kwa civil society organization. Asanteni sana. Asante. Kwa majina ni Hagai Onyango kutoka Msanda, Mumias West. Mumias West meweka Msanda Community Water, Msanda Polytechnic. I don't know whether that is correct, but let me go to Bungasi. Bungasi Community Water Project is there. Bungasi Polytechnic Water Supply is there. Kuna ingine inaitwa Ugana Water Supply. It's not captured there within Bungasi sublocation, naomba tuiweke. Alafu tunashukuru county kwa kutuleta pamoja. This is to streamline the water services in our county, and we are very proud because otherwise imekuwa ikiongozwa kwa njia ya kijua kali sana. I think we must appreciate and we are willing to endorse this document so that you go to the next step and we want it implemented almost immediately. Hii ni rural water bill. Rural water bill. Na nikasema Kakamega municipality na Mumias hao wako kwa urban water bill. Hiyo tulipitisha, vote imefomiwa, sasa wanaanza implementation. Kama unataka within municipality, usitarajie yako kuwa hapa. Kama wewe unatoka Mumias, hao tayari pili yao ya urban inaendelea, wameform board, hata kama na liaset ya act tayari ni sheria. Sawa sawa. Kwa hivyo usipoona hapa yako imechukuliwa na urban. Saa hii ni watu wa rural. Na rural hizo sub counties zingine, lakini Mumias na Kakamega tafadhali. Kwa majina naitwa Pamela Imbuka, natoka Lugari, Mautuma Ward. Na nashukuru sana kamati ambayo iliandaa hii mkutano.
na tumesoma, tumeelewa. Sasa mahali ambapo swali langu liko ni kwamba kamati ambao ni akaunti iko hapa imetengeneza, ndio. Sasa swali yangu ni kwamba je, mtateremsha hizi kamati mpaka sub county ama ni nyinyi peke yenu mtajifanyia kazi yote? Kwa hii bill to include water catchment areas at least sikuwe protected, si ndio? Kwa sababu nikiona hakuna, na nimeona mtu akitaja maneno ya springs, tutumie tu neno water catchment areas, sikuwe nini protected, si itaingia sawa sawa. Nataka kuongelea maneno ya experience. Mmeuliza kila mtu experience hapa, wamesema chairperson, lakini members wengine wachatacha ile kitu. Nimeona yenye tumesikia kutoka kwenu hao wengine, tuweke ikiwa kama diploma ndio isaidie youth wengi waingie hapa. Tena tu include hapa kama itawezekana, tuweke provision yenye inaweza sema wakichagua board tuangalie gender na people living with disability. Si inaingia hapo vizuri? Kama wanachagua hiyo board tuangalie hiyo areas. Sawa sawa. Nafikiri hapo tuangalie youth, youth, alafu gender, ikiwa wamama wengi wapapa wakwepo, ikiwa wapapa wengi wamama wakwepo, alafu people living with what? Alafu equity, regional balance. Sikiingia hivyo itakuwa na neno ingine kweli. Mmoja wetu amesema hapo maneno ya fines. Ulitaka fine ikuwe shilingi ngapi? Ukireduce unatuambia the figure, ndio tuandike hiyo figure, ndio tuende tujadiliane. So ukipropose something unatuambia vile unataka hiyo ikue, ndio sisi tutasema wananchi wanataka ikue hivi. Sawa sawa. Tuilinde rasilimali yetu, daima tulinde kaunti yetu.